Miongoni mwa watu ambao mimi nawafahamu ni matabibu wa kweli katika tiba za asilia. Wana taaluma ya tiba, si wababaishaji, si matapeli. Ana sifa nyingi tu katika mambo mazima ya tiba. Anatibu maradhi mengi ambayo kwamba ni maradhi ambayo kwamba haitibiki unapoenda hospitali. Miongoni mwao nawafahamu mimi ni kama vile Sheikh Yusuf Diwani. Ukitaka mtu Sheikh ambaye yuko genuine, Sheikh ambaye hana mambo mengi, basi mtafute Sheikh Yusuf Diwani. Ni miongoni mwa mashekhe ambao ni walezi wetu, lakini kadhalika katika harakati za dawa amefanya mengi. Kama una ndugu yako unajua ana maradhi makubwa yanamsumbua, ana matatizo mbalimbali, usione tatizo, mtafute Sheikh Yusuf Diwani, utapata kusaidika. Usikate tamaa, mtafute Sheikh Yusuf, zungumza naye. Waweza kuwasiliana naye kupitia simu namba 0748869733 na 0659869734. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Naam, ndugu zangu, kama ilivyo ada na kawaida, leo ni siku nyingine tena tunaendelea katika darsa zetu, na hasa katika fani za aina mbalimbali. Na leo tunaendelea katika kutazama quwwatul asma'i fi hayatil insani, kwa maana nguvu ya majina katika maisha ya mwanadamu. Majina yana nguvu, majina yana power, na majina yana utendaji wa hali ya juu kabisa. Tunakwenda sawa? Naam. Sasa tunapotazama quwwatul asma'i fi hayatil insani, kwa maana nguvu ya majina katika maisha ya mwanadamu, tunaanza kutazama at-ta'thiru nafsiyu wal ijtimaiyu. Ni vipi basi majina yanaweza kuwa na athari an-nafsi kwa mtu mwenye jina? Yani wewe ilo jina lako unaitwa Bashiru, jina hili lina athari kiasi gani kwako wewe mwenyewe? Wal ijtimai, na katika mujitamaa wa watu, jina lako lina athari kwa kiwango gani? Lina athari ambayo bila shaka inaleta faida kwako, au lina athari inayoleta madhara upande wako? Nguvu ya majina katika maisha ya mwanadamu ndio darasa ambalo tunataka kulisoma. Kila mwenye jina ajue jina lake ima linawezekana likawa ni sababu ya yeye kufanikiwa, au jina lake linawezekana likawa ni sababu ya yeye kuharibikiwa. Na haya tumeyaona sana, na tumerekebisha mambo mengi sana ya watu wengi sana kupitia katika majina kwa taratibu za kiilmu na maarifa biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? Naam. Tunasema al-ismul gharib, jina la hovyo hovyo, jina la maajabu, jina ambalo halipendezi, au ghairul mahbubi, au jina ambalo lisilopendeza, halipendwi hilo jina. Qad yatasabbabu uqdatan nafsiyatan, bainama al-ismul jayyidu yamnahu taqatan ijabiyan. Jina hili linaweza likasababisha chuki. Yani ukiwa na jina baya la ajabu ajabu, la hovyo hovyo, kuna wakati naweza likasababisha chuki. Mtu akuchukia bila sababu tu. Kwa nini? Kwa sababu ya jina lako. Wakati mwingine inawezekana una jina zuri kabisa, likitamkwa linatamkika kwa harufi, yani kwa mandhari au kwa mantiki mazuri kabisa, lakini jina hilo hilo ndio linalokuletea balaa. Pamoja na kutamkika kwa uzuri, paka yake, energy yake, kwa maana nishati yake inakuwa nishati salbi, hivyo inaweza kukuletea madhara. Ukawa ni mtu ambaye una jina zuri, lakini watu hawataki hata kuona. Ukifika mbele za watu hawana mpango na wewe, yani yoyote anakukimbia. Ndio maana yake katika hali za namna hiyo. Sawa? Bainamal ismul jayyidu, baina ambapo jina zuri, yamnahu taqa, ni lile jina ambalo linatengeneza energy nzuri. Jina zuri sio namna linavyotamkwa wewe mzee, au sio maana tu ya jina,
ikawa maana ya jina hilo ni maana mbaya tu ikaishia hivyo, la bali kadhalika ni lile jina ambalo energy yake inakuletea mabaya mabaya. Unaweza ukaitwa Bashiru lakini ukawa hupendi, ukawa mlevi. Unaweza ukaitwa Bashiru lakini ukawa husikilizwi. Unaweza ukaitwa Bashiru lakini ukawa yani kila mtu akawa hana mpango na wewe. Lakini cha ajabu sasa kinachoweza kushangaza, anawezekana huyu akawa anaitwa Bashiru na mwingine anaitwa Bashiru, ila wanapishana katika nini? Taka, katika energy. Kwa nini wanapishana? Wanapishana kwa sababu ya tarehe za kuzaliwa, wanapishana kwa sababu wana vitu vinavyoitwa murakkabu katika majina yao. Kwa maana murakkabu ni nini? Bashiru anaye baba, lakini Bashiru huyu pia anaye baba mwenye jina jingine, tarehe za kuzaliwa ni nyingine, na inawezekana hata miaka ya kuzaliwa ni tofauti. Hapo ndo taka zinapokwenda kupishania, energy zinapishania hapo. Ndo hapo utaona huyu ni Bashiru na yule ni Bashiru, lakini wote hali zao hazifanani. Mmoja anapendwa na mmoja anachukiliwa. Kama huyu Bashiru, yeye anapendwa sana hapa mtaani hapa. Ni hatari sana. Ana energy ya mtaani hapa, ana hatari sana huyu mtu. Tusemeni la ilaha illa Allah. Mzee una energy hapa mtaani vibaya mno. Hatari sana. Sasa hili suala, yani mtu ili jina liwe zuri ni lile ambalo yamnahu taqatan ijabia, linampa mtu ile taka, energy ambayo kazi yake inavuta na kutengeneza mambo mazuri mazuri. Jina lako wewe ndugu yangu ambaye unatufuatilia hivi sasa, linavuta na kutengeneza nini? Jitathmini wewe mwenyewe, utapata majibu. Kazini unachukiwa, kila unachofanya hakiendi, mke vurugu tupu, mume vurugu tupu, watoto hawaelewani, lakini kadhalika kila basi jina lako wakati mwingine ni shida. Inaanzia hapo, hujarogwa, hujafanyiwa hasadi wala nini, jina tu. Inawezekana zile taka zikawa salbi badala kuwa ijab. Matokeo yake sasa unajikuta katika mazingira magumu sana. Hali hii ni hatari sana. Tusemeni la ilaha illa Allah. Sasa ilmu hurufi al-asma, ili kuyafahamu hayo na kujua taka au energy, kwa maana nishati inayopatikana katika herufi za jina lako, lazima uwe ni mtu mwenye maalumat na ilmu ya kujua herufi. Lazima uwe na ilmu ya kujua herufi, we mzee. Tunakwenda sawa? Ukiwa na ilmu ya kujua harufi al-asma, harufi za majina, huwa ilmun ghamidun yarbitu baina al-hurufi al-abjadiyya wa ta'thiratiha fil kauni wat tabi'a. Sawa? Ni ilmu ambayo kwanza ni ilmun ghamid, ni ilmu ngumu, sio ilmu nyepesi kama wanaofikiria baadhi ya watu. Hii ni ilmu ngumu, ni ilmu iliyofichwa, kama anavyosema Ibn Qayyim al-Jawziyya ya kwamba sio kila mtu atafahamu maalumati haya, si kila mtu ataelewa ilmu hizi, la. Yani wala mtu asijipe moyo kwa sababu yeye kasoma, kaenda jamia, basi akahisi kwamba ilmu hizi atazijua. Hapana, hiki ni mauhib, ni kipaji ambacho Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anampa amtakaye kwa malengo anayoyajua yeye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sio kila mtu anaweza kuwa na ilmu hiyo. Na ndio maana kuna baadhi ya watu kwa kutokuwa na maarifa haya anakurupuka mtu uchawi ule. Hivi ilmu hii inaweza kuwa uchawi kweli? Unawapandikiza watu uongo kabisa dhahiri. Ukimuuliza sababu ni nini, anakusomea hadithi ambazo hata hazihusiani na hichi kinachosomeshwa hapa. Anakutolea hadithi ya nyota, man iktabasa ilman minan nujumi faqad iktabasa shu'batan min as-sihri. Sawa, anakutolea hadithi atakayejifunza nyota kajifunza uchawi, alafu anakuambia unaona uchawi ule. Yani jamaa, kuna watu ambao wanatoa dalili kweli, lakini dalili wanapoziweka si mahala pake kabisa, hazihusiki kabisa na mahala hapo. Sasa tunaitazama kwa mujibu wa Ibn al-Qayyim, anasema huwa ilmun ghamid, ni ilmu ambayo iliyofanyaje, iliyofichwa, sio dhahiri tu. Ni ilmu ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameificha, yarbutu baina al-hurufi al-abjadiyya, imefungamana au imeshikamana, au ilmu hiyo ina mahusiano baina ya harufi za abjadi, kwa maana harufi za alfabet, wa ta'thiratiha, na athari zake. Hizi herufi zina athari. Tunaona sawa? Harufi zina nini?
Zina athari tena fil kauni tabiiya, katika ulimwengu na tabia za ulimwengu namna zilivyo. Zina athari katika dunia na tabia za wanadunia. Herufi zina athari. Yani lazima hicho kitu watu waelewe. Herufi zinazotamkia jina lako zina mahusiano ya moja kwa moja na dunia na zina mahusiano moja kwa moja na tabia za duniani. Lazima zina mahusiano katika hali za namna hii. Tunaelewana vizuri eh? Yu'tabaru hadha al-ilmu adatun li fahmi taqa, lakini kadhalika imefahamika na kutambulika ilmu ya kujua herufi za majina ni ada maalum, ada ambayo lifahmi taqati, kwa ajili ya kufahamu energy. Sawa, kwa ajili ya kufahamu nini? Energy za aina mbalimbali, lakini kadhalika na nishati za aina mbali. Kufahamu vema nishati za herufi za majina yenyewe. Wewe unafahamu vipi nishati ya herufi za jina lako? Hapa ndiyo mahala ambapo panaweza paka kuweka wewe ukawa katika hali bora au ukawa katika hali ya hovyo hovyo. Tena kwa kujilia kufahamu energy alkaminati fil kalimat, ambazo energy hizo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka katika maneno. Yapo maneno yamebeba energy, sawa? Lakini wal asma'ina, zile energy ambazo Allah subhanahu wa ta'ala ameziweka katika majina. Jina lako lina energy ipi? Salbun au ijabun? Hapo ndo panahitajika wewe uwe katika hali iliyokuwa sawa sawa. Tathmini jina lako linawezekana likawa ni chanzo cha mafanikio yako, na jina lako linawezekana likawa ni chanzo cha maharibiko yako katika hali za namna hii. Tunakwenda sawa? Lakini watafsiru al-alaqati ar-ruhiyyati baina al-insani wal-alami al-muhiti bihi, lakini kadhalika na hizi, kwa maana hizi energy zinazopatikana katika maneno na zinazopatikana katika majina na zinazopatikana katika harufi, hizi zinakuwa na tafsiri yenye mahusiano ya kiroho, lakini kadhalika tena baina ya wanadamu na ulimwengu walmuhiti bihi, na vyote vinavyozunguka nini? Ulimwengu katika hali za namna hiyo. Tunaelewana vizuri? Wallahi ilmu ni pana, inatisha, inaogopesha, ina nguvu ya hali ya juu. Lau kama mtu utaijua namna ya kuitumia ilmu alhurufi wal asma'i wal kalimat, ilmu ya harufi, majina pamoja na maneno, na zile taka, kwa maana energy au nishati ambazo zilizowekwa naye mwenyewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika herufi hizo, ili watu wapatie kwazo manfaa biidhnillah Subhanahu wa Ta'ala, au wasiojua wapatie kwazo nini? Madhara na mashakili ya aina mbalimbali. Tunakwenda sawa? Sasa tunakwenda kutazama kwa uchache taqatul asma, energy inayopatikana katika majina. Alafu nitakuja kuambieni mimi jina langu Yusuf, energy yangu inapatikanaje. Lakini sintoiweka wazi sana, kwa sababu kuna watu wakishapata ule uwazi wako ni rahisi kukupiga. Ni rahisi kukuchezea zile herufi alafu zikaleta shida. Tusemeni la ilaha illa Allah. Tunasema tushiru baadhi dirasat, baadhi ya tafiti zinaeleza ila anna kulla ismin lahu halatun, ya kwamba kila jina lina vitu vinavyoitwa hala. Kila jina, wewe unaitwa Bashiru, unayo hala. Hala ni nini? Ndio nataka tuisome hapa hala, alafu mtaona maajabu. Lakini kikanuni, kwa haraka haraka, hala yani katika mwili wa kila kiumbe, sawa, kila kiumbe kuanzia katika sehemu ya ngozi yake kuja juu kidogo ya sehemu ya ngozi yake, takriban kwa nchi kadhaa. Yani huyu mwanadamu na kiumbe yoyote anatembea na mifumo ya kiumeme, na inakuwa na rangi zote zile rangi kuu zinazopatikana duniani, na inakuwa ni mikali sana, na inasemekana mwanadamu anapochukua udhu basi zile hala zinakuwa kali zaidi, na ndio maana hata shetani au jini anakuwa hawezi kuingia katika mwili wa mtu aliyochukua nini? Udhu.
Kwa nini? Kwa sababu ile hala zinakuwa kali, mifumo ya kispaki za umeme inakuwa iko juu, kwa hiyo shetani anakuwa hawezi kupenya na kuingia katika mwili wako. Yani katika lugha nyingine inakuwa ni hijab, yani ni kama kinga dhidi ya mashaki. Na ndio maana Mtume akasema udhu ni nini? Ni kinga. Tunakwenda vizuri sio kwa hiyo hakukurupuka Mtume kusema sema tu. Allah subhanahu wa ta'ala amempa ilmu na maarifa. Ndio maana kila anachokisema bwana Mtume ni ilmu pana, inahitaji watu waingie ndani kuyafahamu majambo na sio kuishia kwenye sanadi na rawahu ukawa shekhe wewe eti ndio dalili hiyo. Dalili ni maalumati yaliyo ndani ya kilichosemwa na bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaelewana vizuri Kwa hiyo tushiru baadhi dirasat, baadhi ya tafiti mbalimbali zimeeleza au zimeashiria ila anna kulla ismin lahu hala, ya kwamba kila jina linayo nini? Hala. Tena hala yenyewe taqiyah, ambayo iliyoambatana na energy, sawa, wa dhabdhabatun aliyah, na kuna mawimbi tena ya hali ya juu. Kila jina lina hala, lina energy, lakini kadhalika lina mawimbi, tena mawimbi yake ya hali ya juu au munkhafidha. Wakati mwingine inawezekana jina lako likawa mawimbi yake yameshuka, yako chini. Hala iko chini, na hala ikiwa chini ndio ushawahi kutokewa na jambo moja wewe mzee Bashiru, kwamba mathalan umekutana na mtu fulani alafu ukajisi tu nafsi yako inamchukia yule mtu, hakujui wala wewe humjui, hamna muamala naye, lakini unajisi jamaa mimi simuelewi kabisa huyu. Hii hali maana yake ni hala. Sasa yani wakati huo wewe hala yako inakuwa iko juu sana, ya kwake huyu mtu inakuwa iko chini sana, ndio panatokea wewe kumchukia bila sababu, humjui, hakujui, hana faida na wewe wala hana hasara na wewe, lakini huyu jamaa mimi simuelewi. Lakini kuna wakati inawezekana ikatokea umetembea, umekwenda mahala fulani, ukakutana na mtu au ukaonana na mtu, ghafla ukajikuta kumkubali yule mtu, kumuelewa yule mtu, wakati wewe humjui, hakujui, lakini unajikuta kama unavutiwa naye hivi, unaona huyu jamaa bana freshi sana, huyu mtu safi sana na vitu kama hivi. Ujue ni hala yake inakuwa ni kali na ya kwako inakuwa kali, kwa hiyo zinapeana, yani zinabadilishana maalumati pale. Ndio pale unajikuta kwamba unajihisi kumpenda au unajihisi kumkubali, na yeye anajihisi kukukubali. Bana huyu jamaa safi sana. Ndio kwanza mnaonana hapo, huo usafi sana umetoka wapi? Ni hala zile zinakuwa katika hali za namna hiyo. Lakini inapokuwa munkhafidha inakuwa ni kinyume chake. Yani maana yake unaweza ukamchukia au unaweza yeye akakuchukia. Sasa huyu jamaa mimi simuelewagi tu. Wakati mwingine sio kwamba muelewi kwa sababu hana kitu, hana maana. Humuelewi kwa sababu hala yako iko chini, ya kwake iko juu. Kwa hali hiyo sasa wewe lazima ufanye nini? Ikujie hiyo hali ya kuto kumkubali tu kwa mazingira hayo. Sawa? Kwa hiyo hii ilmu inahitaji watu watulie kabisa. Sasa tuathiru ala shakhsia, lakini kadhalika hali hii huleta athari ala shakhsia katika muonekano. Kimwona tu basi pale pale athari inakuja, ima ya kumkubali, ima ya kumkataa pale pale. Tunaona sawa? Lakini kadhalika binau tibbi alhurufi wa tabi'ati alismi, lakini kadhalika haya utayafahamu vema kwa wale watu wenye taaluma ya masala ya tiba kwa kupitia herufi. Umeelewa vizuri? Masala ya tiba kwa kupitia nini? Harufi. Lakini kadhalika wa tabi'ati alismi, na tabia za jina husika. Watu wamefanya kazi kufanya tafiti ya haya majambo. Wewe unakurupuka na maneno mawili tu, ule uchawi tu wanafanya tafiti. Wewe hata tafiti hujui, hata njia za kufanya tafiti huzijui, maskini. Sio tafiti yenyewe huijui, njia ya kufanya tafiti huna na wala hujui, na haitarajiwi ni lini utakuja kujua. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Ilmu kubwa sana, inahitaji wenye akili kubwa. Wale wenye akili ndogo ndo hala zao zishapungua, maskini yeye inabidi kuwahurumia katika hali za namna hiyo. Tunakwenda sawa? Naam. Kwa hiyo sasa hii itafahamika li abinai tibbi alhurufi, kwa ajili ya kina nani? Wale wataalamu wa tiba za harufi wa tabi'ati alismi, na tabia za majina, namna jinsi walivyo, ndio anaweza kuyafahamu na kufanya tiba katika hali za namna hii. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kuna mkasa mmoja tuliwahi kufanya sisi katika ardhi ya Kigoma wakati tuko Ghazali. Ilikuwa hatari sana. Kuna mama mmoja, yeye alikuwa katika ardhi ya Burundi,
alikuja kufanya biashara zake pale Kigoma, lakini wakati amefanya biashara zake pale Kigoma, wakatokea watu wakamfanyia utapeli, wakamdhulumu fedha yake. Yule mama alipata tabu sana, akajaribu kufanya namna itakavyowezekana ili aweze kupata fedha yake, ikashindikana. Kaenda mahakamani, kwa maana kaenda polisi, kashtaki, kesi imechukuliwa, ile imepelekwa mahakamani. Wale mabwana wakaitwa mahakamani, wakaenda kufika pale. Sasa sijui walitoa fedha au walifanya nini, wanajua wao wenyewe. Kesi ikasoma kwamba wao wameshinda, huyu mama ni muhuni. Yule mama akasema, basi maadamu haki yangu imepotea, basi. Kuna mtu mmoja akawaambia, hebu twende kwa mashekhe fulani. Kapeleka kwa mashekhe, wakafanya visomo pale na nini, lakini mambo yakawa bado hayajakaa sawa. Sisi bado ndio akaja sasa mtu mmoja akamleta yule mama pale kwetu. Tukamwambia, waliokudhulumu ni kina nani? Akatajia walikuwa watu 3. Fulani na fulani na fulani, na wengine 2 tulikuwa tunawajua kabisa. Una hakika wamekudhulumu? 100%. Kwa sababu isingekuwa hivyo, kama nimedhulumiwa nisingekuwa na haja ya kuja kusema, yani mimi ndio nitaki wadhulumu wao alafu nije tena, nisingefanya hivyo. Kwa basi inshallah. Mabwana, tunachokifanya sisi, kwa sababu tunajua katika taaluma ya tibbi al-hurufi, tiba za harufi pamoja na tabiati al-asma, na tabia za majina. Shekhe, wallahi ni ajabu. Tulipita hiyo njia, tariqa hii, njia ya nini? Ya herufi za majina ya wale watu, lakini kadhalika na tabai zao. Ndani ya masaa 3 wale mabwana haraka walikuja kwa yule mama, bane, tunaomba msamaha kwa tuliokufanyia. Haki yako hii hapa, tunakabidhi haki yako. Ndani ya masaa 3 mpaka masaa 4 kakabidhi haki yake. Kisha yule mama akatushukuru sana, akaondoka zake, akarudi zake katika ardhi ya Burundi. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kwa hiyo haya mambo yana athari za hatari sana. Hatari sana, yani ana athari kubwa mno katika masala haya. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Haya, tunapoizungumza hala ni nini? Sasa hapa ndo nataka muwe makini sasa, mfahamu namna tunavyoweza, yani haya majina namna yanavyoweza kuwa na athari katika maisha ya mwanadamu. Na ndio maana tukasema quwwatul asma'i fi hayatil insani, kwa maana nguvu ya majina katika maisha ya mwanadamu. Na so mambo ya kuzuka tu, hii ni ilmu maalum. Ukitaka kusoma usome katika al-muhit al-fiziaia, masala ya kifizikia, utafahamu kwa ufasaha sana katika mambo haya. Tunakwenda sawa? Tunaposema halatul insani, manake aura katika lugha zenu nyinyi, hiya haqlun taqiyun kahromagnatisi ghairi mar'i yuhitu bil jismi al-maddi tushakil min alwani ashi'atin daw'iyya ta'kisu alhalata as-sihhiyyati wan-nafsiyyah wal-'atifiyyati lish-shakhsi. Lazima utulie darasani mzee. Naam. Usipokaa darasani, ndio ushachelewa hivyo. Sisi tuko mbele. Mmoja anasema idha tu'inta min khalfin fa'lam annaka fil muqaddima. Ukiona umechomwa mkuki upande wa mgongoni, jua wewe uko mbele. Kwa hiyo ukiona mtu hakuna hiyo, yuko nyuma huyo, ataelewaje? Watu wako mbele mzee. Sawa? Kwa hiyo tunasema hiya haqlun taqiyun. Hii ilmu ni nini? Ni shamba maalum lenye asili ya energy au nishati maalum. Sawa? Nishati yenyewe kahrul maghnatisia, yenye asili ya mfumo ya magnetic, kwa maana mfumo wa umeme pamoja na sumaku zimeambatana kwa pamoja. Yani umeme wenye mifumo ya sumaku vimeambatana kwa pamoja. Hiyo ndio hala hiyo tunaizungumza, ambayo jina la kila mmoja katika wanadamu anayo hala hiyo. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Lakini hii sasa kahru maghnatisi, kwa maana mifumo ya umeme yenye tabia ya magnetic, ghairi mar'i, hiyo haiwezi kuonekana. Yani huoni kwa jicho la kawaida, lakini ukienda katika an-nadharatu takbir unaweza ukaona.
Yani ni miaka karibuni tu ndio watu wamekuja kubaini kwamba hiyo hala ipo katika mifumo ya kiumeme. Yani hata mimi hapa unavyoniona natembea nayo na ninapomove hivi inakwenda inanifuata. Ndio iko hivyo katika taratibu hizo. Tunakwenda sawa? Yuhitu bil jismil maddi, imezunguka yani mwili wowote ule ambao una asili ya uhai. Hiyo hala imezunguka katika hali za namna hiyo. Quwwatul asma'i fi hayatil insani, nguvu ya majina katika maisha ya mwanadamu. Tushakilu min alwan, hiyo hala namna ambavyo alivyojalia Allah subhanahu wa ta'ala imejitengeneza kutokana na rangi zote unazozifahamu wewe. Zile rangi kuu ni rangi 7 tu, ndio rangi kuu ambazo zinazopatikana katika ardhi hii. Tunakwenda sawa? Washiatin dhawiyya, lakini kadhalika na ni mionzi, inakuwa kama vile mionzi yenye kung'ara. Sawa? Mionzi mikali inakuwa yenye kung'ara, ina rangi tofauti tofauti zinazocheza katika hali za namna hiyo. Na ndio maana ukaonaambiwa wewe mwanadamu, ni wakati gani, vazi gani kwako linakuwa ni vazi bora? Kwa sababu gani? Ya kwenda sambamba na ile hala. Na ni wakati gani utumie manukato ambayo yenye rangi gani na yenye harufu ya aina gani, ili kusuluhu na kutengeneza vizuri ile hala iwe katika hali iliyokuwa sawa sawa. Ndio maana tukatoa ofa ya watu 30 kwa wale ambao wameshafanyiwa sana majambo lakini mambo yanaharibika sana, basi wapate fursa ya kupata yani kufanyiwa tafiti za yale majina yao, hasa katika masala ya herufi, lakini kadhalika na yapatikane manukato yao ambayo yatasuluhu matatizo yao kwa ujumla wake biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Tunakwenda sawa? La watu wafanye hivi ili wajipatie nataiji, waone maajabu ya majina yao. Jina lako limejaa utajiri, jina lako limejaa mafanikio, jina lako limejaa neema, jina lako limejaa kila aina ya mazuri, lakini na aksi yake na kinyume chake vile vile. Jina lako limejaa matatizo, jina lako limejaa maradhi, jina lako limejaa mauzauza ya kila namna, iwapo kama mtu atajua namna kuchezea harufi za majina yako. Ni hatari Sheikh. Lakini kwa hiyo hii sasa huwa inachukua shi'atun dhawiyya, mwangaza, lakini kadhalika pamoja na mionzi inakuwa katika hali ya namna hiyo. Ndio hala taakisu halata sihia. Hii sasa inachofanya huwa inaakisi hali ya afya. Hii hala ambayo inatokana na jina lako ndio ambayo inaakisi hali ya nini? Ya afya. Hala ikicheza, afya inatetereka. Kupitia nini? Jina. We mzee, harufi zilizo ndani ya jina lako. Wewe unaitwa nani? Jina lako hala yake iko sawa au imeshaharibika? Ndio maana tukasema hii ni orodha watu 30 peke yao. Hatari. Lakini wan nafsia, na hali ya kinafsi, ya hali yako wewe mwenyewe, hali ya kiafya na hali yako. Tukizungumza nafsia, manake tunazungumza suala zima la mambo unayoyafanya. Kazi zako zinaweza kuharibika kwa sababu ya jina lako, kwa sababu taka, energy pamoja na hii hala vinapoparaganyika, kazi zinaharibika. Ndio unaweza ukaenda kazini, unafika kazini tu unafukuzwa. Bosi anakuambia tumepunguza watu na wewe ni mmoja katika waliopunguzwa. Baadaye ukiuliza pale kazini, hivi kuna mwingine aliyofukuzwa? Ni wewe peke yako ndio ulotimliwa. Lakini mwingine ndo anakuwa bingwa wa kupeleka maombi yake kazini katika maeneo mbalimbali. Haitwi, wanaenda kuitwa wale ambao hata hawana maana yoyote. Lakini mwingine ndo utaona nyumbani kwake mke anamwambia ghafla tu, bana hapa kila mmoja kimpango wake, na ukinifuata na kupeleka polisi. Shida ni nini? Ndio nishakwambia hivyo, mimi sitaki hata kuona. Au mume anamwambia mke, bana kuanzia leo mimi hata kukaa na wewe sioni kama kuna maana yoyote. Sababu ni nini? Sina sababu, lakini basi tu sijisikii. Na mfano wa hayo majina baba yana hatari. Lakini kadhalika unawezekana akatokea mambo mengi, ndio inaitwa an-nafsia. Kila kitu kinaharibika. Kafungwa kwa kesi ya hovyo, kesi ambayo sio hata ya kufungwa, lakini yeye anafungwa. Hamjawahi kuona vitu vya namna hiyo? Kesi ya kipuuzi kabisa, wanasema hii kesi ya kipuuzi, alafu ndio hiyo anampeleka jela. Unashangaa kaenda jela kwa kesi ile. Hala mzee, na majina, harufi zishacheza. Kwa hiyo wewe inaonekana kwamba kinachokustahili wewe
ni jela tu, sio kitu kingine. Hii ni hatari sana ndugu zanguni. Majina yana mambo makubwa mno, yana hazina nzito mno. Tunaona sawa? Lakini wal atifia na masala ya kimahusiano li shakhsi ya mtu. Ndio mtu alikuwa na mchumba, anakuwa na wachumba hata 30 na hawaowi. Wote wanapita njia wanaenda zao, hawaowi. Anapatikana mwingine, anakuja, anakimbia. Basi ili mradi mambo yanakuwa ya hatari kabisa. Majina baba. Sawa? Lakini watutabaru fi mu'taqadati taqa. Lakini kadhalika na inafahamika katika itikadi za watu wa ilmu ya energy, wasitatun, tunapoizungumza hala inakuwa ipo katikati, musilati litaqati alkauni litaqati alkauni watataghayaru fi alhajmi washidda binaa ala mashairi alfardi. Tunakwenda sawa? Hii sasa hala inakuwa ni wasita, ipo katikati baina ya mtu wa taqatil kauni na baina ya energy za dunia, za ulimwengu. Manake jina lako wewe na ulimwengu vina mahusiano, dunia vina mahusiano. Ukipoteza mahusiano baina yako na taqatul kauni, maana yake sasa wewe unakuwa ni mtu wa mauzauza, na matokeo yake kila unachogusa sicho kinaharibika. Majina yana hatari jamani. Majina yana hatari sana. Lakini kadhalika watataghayaru fil hajmi, na inawezekana kubadilika, yani mtu akaharibikiwa kutokana na ukubwa wa kucheza kwa zile nini hala zenyewe au herufi za majina, wa shidda tena, na inawezekana ikawa kwa kiwango kikubwa mno. Kwa nini? Binaa ala mashairi alfard. Hii inatokana na namna ilivyo ile hala yenyewe, na namna ilivyo ile energy yenyewe, namna ilivyocheza na kubadilika. Kuna saada, kuna mwingine energy inaweza ikacheza kutoka katika ubaya ikaenda katika uzuri. Ndio pale alikuwa na kila kitu kinaenda sivyo ndivyo, lakini baadaye anaanza kuona akigusa kinatiki, akisema anaeleweka, akiwa katika mjtama wa watu kila mmoja anataka kuwa karibu naye, na mfano wa hayo. Au huznin, au inaweza ikampelekea mtu akajikuta anakuwa na huzuni. Hamna anachofanya kikafanikiwa, unakosa kuhuzunika mzee. Hakuna unachoongea ukaeleweka, unakosa kuhuzunika. Unaongea cha maana alafu watu wanasema huyu jamaa anaongea nini? Basi ili mradi mambo yanakwenda hivyo. Sawa? Haitha tawassau wa tazdadu ishraqan au tankamishu wa tasbahu dakina. Kiasi ambacho tatawassau wa tazdadu ishraqan, inawezekana energy pamoja na hizo hala zinazotokana na jina lako inawezekana zikatawasa, kwa maana zikawa pana zaidi. Sawa? Watazdadu ishraqan, na hali hiyo sasa zitazidisha wewe kufanyaje? Kung'ara. Ndio tunasema fulani nyota yake imeng'ara. Tukusudii nyota manake zile ziko mbinguni. Unajua kuna watu ukimwambia nyota imeng'ara, yeye akili yake inamtuma ni zile ziko mbinguni. Kung'ara nyota maana yake ni kukubalika, ndio maana yake. Anakubalika, anaonekana, anatajika sana. Kila mmoja anataka kuwa naye, anaona fahari kumjua, na mfano wa hayo katika mazingira kama haya. Nimewahi kukutana mimi na mtu mmoja, nilienda Nairobi. Sasa siku moja nikawa naelekea pale Isili kwa ajili ya kufanya manunuzi kidogo ya mambo. Nilikutana na mtu mmoja, wallahi yani yule mtu Mwenyezi Mungu amjalie kila la kheri, na kama atapata fursa ya kuona hili darsa atakumbuka. Alikuja akanikumbatia yule bwana. Akasema, shekhe, katika siku najiona fahari ni hii siku ya leo kukutana na wewe live. Mimi nakufuatilia sana katika darsa. Kama kuna watu ambao ni vipenzi vyako, basi na mimi ni mmoja wapo. Najiona fahari sana. Yule bwana aliingiza mkono mfukoni, akatoa shilingi 1024 pesa ya Kenya. Akanipa. Ana asili ya Kisomali. Akanipatia zile pesa. Hii ni zawadi yangu kwa furaha nilokuwa nayo. Akatoa simu yake, nataka tupige picha angalau nipate kumbukumbu. Hata nikimwambia mtu bana nimekutana na huyu bana, basi nimuonyeshe usahihi wa mambo. Tuseme la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Na mimi nikajua kumbe kale kajina kangu na kahala kangu bado kamo.
Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Sasa unaweza wewe ukatembea mitaa mitano, mitaa sita, hakuna hata anayekujua wala hakuna mwenye mpango na wewe. Hala yako ina shida mzee. Sasa alhamdulillah, Mwenyezi Mungu ajalie kila la kheri. Kwa watazdadu ishraqan au tankamish wa tasbahu dakina. Kwa hiyo sasa inawezekana ikatawasa na ikazidi kung'ara. Ndio tunasema fulani mambo yake yamekuwa super. Yaani kila anachokifanya, kila anayezungumza naye hamrejeshi isipokuwa anatekeleza yale ya kwake na mfano wa hayo. Au tankamish wa tasbahu dakinan, au inawezekana ikawa dhaifu sana ile hala yenyewe na wakati huo inaelekea kuwa na rangi ya dakin. Dakin ni rangi ambayo inatoka kwenye rangi ya chungwa inakwenda katika chungwa mpauko. Ikiwa katika hali ya namna hiyo mzee, ndio nuksi zinakuandama. Kila unalofanya wewe silo, kila unachogusa wewe tatizo tupu. Huyu mzee angalau kamtaka namjua. Sawa. Lakini kadhalika alharfu alawwal, harfi ya kwanza inaitwa hajaru zawiya. Sawa? Au yani hijru au hajar au hujuru, yote sawa kwa lugha azawiya. Sawa, inaitwa yani mimi sinaitwa Yusufu. Sasa hii harufi ya kwanza ambayo ni ye inaitwa hajaru zawiya. Sawa? Na ile fe ya mwisho kabisa Yusufu. Sawa? Hii fe ya mwisho kabisa inaitwa kabsiton. Hizi ni harufu mbili, harfu ambazo ni muhimu sana katika jina langu. Hapa sitaki kufafanua kwa sababu kuna watu wanasubiria wapate maalumati waanze na mwalimu mwenyewe. Mimi aliwahi kunambia mzee Mshindo, Mwenyezi Mungu amrehemu, baba yangu. Siku moja mimi nilikuwa nimekaa na wafundisha baadhi ya wanafunzi wenzangu. Sababu sisi tulikuwa tukishatoka kusoma Husnul Ghazal, basi tulikuwa tunakuja na yani mimi nilikuwa nakuja na baadhi ya wanafunzi wenzangu mpaka nyumbani kwa sababu nilikuwa kidogo mimi nina maarifa zaidi. Nikisoma nilikuwa naelewa sana kuliko wenzangu. Kwa hiyo baadaye nageuka kuwa mwalimu wao tena. Sasa siku moja mimi nimekuja nao pale nyumbani. Mzee amekaa pembeni, mimi nimekaa pembeni hivi nawafundisha. Walikuwa wanne. Alikuwepo Sheikh Hamisi Suleiman. Alikuwepo mtu mmoja anaitwa Shabani Maumba. Alikuwepo Mambo Kadogo na alikuwepo na mtu mmoja anaitwa Athman Kitenja. Watu wanne hawa. Mimi nimekaa pale niko nawafundisha baadhi ya majambo. Mzee anasikiliza pembeni. Tumesoma pale, baada ya kumaliza kusoma wale mabwana wakaondoka. Mzee akaniita, akanambia njoo. Nikakaa pale jirani yake. Akanambia hao watu unawafundisha ilmu hii, umeshawatazama wanafaa kupewa ilmu? Wallahi hayo maneno aliniambia yule mzee. Mwenyezi Mungu amrehemu. Mimi nikamwambia wanafaa, akasema kama wanafaa sawa, lakini mara nyingi sana watu hawa huwa si wazuri. Yaani unapompa asrar, zile siri zilizo katika ilmu, mara nyingi sana huwa wanataka waanze kujaribia kwako wewe mwenyewe mwalimu. Sasa kuwa makini sana. Kuwa makini sana na hawa watu. Sio kila mtu anafaa kupewa kila ilmu. Ilmu zingine hafai kupewa. Kuna baadhi ya mathalan akatoa mfano. Kuna mtu inawezekana akawa yeye ni kathirul ghadab, ni mtu mwenye hasira sana. Alafu huyu ndio unachukua bastola unamkabidhi. Unafikiri atatokea nini? Atakuja kuua tu huyu mtu. Kwa cha msingi kinachotakiwa watazame kwanza watu wako wanafaa kupewa ilmu hiyo unayowapa. Yale maneno nilikuja kuyakumbuka, yani nilikuja kuyakumbuka na kuyaelewa. Hivi ndio nimekuja kuyaelewa alikuwa anakusudia nini. Kule mwanzo sikuelewa, nilikuwa naona kama mzee mbona hataki mimi niwafundishe hawa? Kumbe alikuwa na maana kubwa. Sasa leo jiulize wale wote wako wapi? Hatari we mzee. Sawa. Haya. Kwa hiyo tunaposema alharfu alawwal hujuru au hajaru au hijiru zawiya yamtaliku aqliyatuk. Hii harfi ya mwanzo hii ndio imejaa akili yako, utafutaji wako, maarifa yako. Herufi yako ya kwanza tu ile. Sasa imejaaje katika utaratibu gani? Hapo sifafanui kwa maana. Sawa? Lakini kadhalika nadharatika lilhaya, na hii harfi ndio imejaa yani ile future yako nzima ya masala ya maisha yako.
future nzima ya maisha yako ipo katika harufi ya kwanza ya jina lako. Tusemeni la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Harufi ya mwanzo ya jina lako ndio imebeba future nzima ya maisha yako. Sasa mtu akiijua, akiichezea ile, unaharibikiwa. Kuna watu wameharibikiwa, shekhi, wasomeni dua mpaka mtamaliza vitabu vyote. Hawafanikiwi bila hapa kukaa sawa. Yaani mtawapa dawa za kila namna watakavyoweza kuzipata hizo dawa, na hawatofanikiwa bila hapa kukaa sawa. Lakini kadhalika mtawafanyia tiba ziwe za kizungu, za kichina, za kijapani, za Kiingereza, sio za kinini, za zote mnazojua nyinyi. Kama katika majina, harufi za majina zikichezewa, we mzee mpaka hapatikane mtu ashtuke. Lakini mbona tushamtibia sana? Mbona yuko hivi? Kama yule mtu tuliyomfanya katika ardhi ya Oman. Nyewe mnakumbuka? Sawa? Kwa hiyo Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri. Harufi ya kwanza inatazama akili yako, inatazama mtazamo wa mambo yako, lakini kadhalika inatazama future ya maisha yako. Future yako ikoje? Ni herufi namba 1. Sasa mtu akijua siri ya herufi namba 1, siri ya herufi ya jina lako, shekhe, umekwisha. Ndio maana isitaki kuitoa waziwazi. Hii nitaifundisha kimya. Sawa? Lakini wakaifiyati taamuli ma tahaddiyatika, lakini kadhalika na namna ya utendaji pamoja na ule umoja wa harufi za jina lako. Namna ya utendaji, yani kaifia. Ukisikia kaifia, maana yake ni mfumo mzima wa utendaji wa zile herufi moja katika harufi zinazopatikana katika jina lako. Jamani, hii fani ni hatari. Ndio maana shekhi wangu mmoja kwenda Sheikh Mtoro alikuwa anatuambia, yani mimi Waislamu nashangaa sana, Waislamu wenzetu huko wanapigwa mabomu na nini, sisi tupo. Hatuna uwezo wa kubeba mabomu, lakini sisi tuna zana zetu ambazo tunajua tukizitumia hizo zana, tuna uwezo wa kumaliza mchezo mapema kabisa. Lakini wako wapi Waislamu wenyewe wa kufanya haya? Ndio kwanza linakurupuka uchawi yule. Uchawi unaweza kuwa huu kweli? Ukimuuliza mtu sasa, wewe unasema uchawi, naomba taarifu ya uchawi. Alafu angalia hiyo taarifu ya uchawi na haya ili darasa linalo. Utakuta ni baina al-mashriqi wal mashariki na magharibi, mbali kabisa. Lakini ndio mishipa ya shingo inamtokea hapo na ndio anaona dalili yenyewe. Dalili katoa kweli, lakini si mahala pake alipoiweka. Sio kila anayetoa dalili yuko sahihi. Dalili anaweza akatoa lakini haipo sahihi. Kwani hata mtu akitaka kukatazia pombe, alafu anakusomea aya wala takrabu zina. Pombe haifai bana. Haifai bana. Wala takrabu zina. Jamani, hii ni aya sio aya? Ni dalili sio dalili? Lakini ndio mahala pake. Hii ndio inakatazia pombe kweli? Sasa mtu anaona kasoma aya yule. Kasoma aya. Sasa aya ndio kasoma. Aya inakataza zinaa. Wewe huyu ndio dunia ilipofikia hapo, shekhe. Usimuone mtu anatoa aya nyingi sana. Wallahi ukizifuatia zile aya, ukafuatilia zile hadithi, utakuta hadithi zinawekwa mahala pasipo husika kabisa. Lakini ndio hivyo. Sasa na kwa kuwa wajinga ni wengi, na wao wanaona kwamba katoa aya kweli. Katoa aya ndio. Lakini hapo alipoiweka ndipo mahala pake. Wala takrabu zina na pombe. Tuseme la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Alharfu alakhiri, harfu ya mwisho inaitwa kapsiton. Ile fe ya mwisho kwangu katika jina langu inaitwa kapsiton. Hii harfi sasa yakisu almashaa almuthabarat alamal walhad. Hii inachokifanya yenyewe sasa inaakisi masala yote ya almuthabara. Almuthabara ni mipango ambayo ulishaiweka katika targeti, sasa unaanza kuiendea ile mipango yako. Ndio inaitwa muthabara. Sawa? Wala al-amal tena katika kazi zako. Kila mmoja ana mipango yake. Mimi nataka nisome mpaka nifike level fulani niwe fulani. Mimi nataka naendea katika kampuni fulani nikaombe kazi niwe fulani pale katika kampuni hiyo. Si ndio kila mmoja anakuwa hivyo? Sasa harfi ya mwisho ina tabia ya kufanya hivyo. Harfi ya kwanza yenyewe inatazama future ya mambo yako, na hii sasa inachofanya yenyewe ni kutazama muthabara, yani kuthibitisha sasa lile jambo lako lenyewe unaloliendea. Mtu akijua siri ya herufi ya jina lako ya mwisho, shekhe anaweza kuvuruga akili mpaka ukachanganyikiwa. Kila unachogusa sicho. Wamada alqudra, lakini kadhalika na uwezo.
ala ikmali almashari, harfu ya mwisho ndio ina uwezo mzuri kabisa wa kutekeleza au kukamilisha malengo. Harfu ya mwisho ya jina lako wewe mzee ndio inayokamilisha malengo. Sasa mtu akijua namna ya kuchezea hiyo harufi kila siku, wewe mzee, malengo yatimii. Kila siku na malengo mapya mzee, na hayafiki. Hii ni hatari sana. Lakini namalizia kwa kusema alharfu almutaharriku alawwal. Sasa harfi ikitikisikwa, ikichezeshwa, harfi ya kwanza ikacheza, yundharu ilayhi kamirat liruhi ad-dakhiliya. Kwanza hii harfi ya mwanzo huwa inatazamwa kama roho, kama kioo, sawa? Tena kioo chenyewe liruhi ad-dakhiliya, kinachoeneza au kinachoshughulika na masala ya ndani ya jina lako wewe. Hii harfi ndio ina waljauhari alhaqiqi li shakhsi, lakini kadhalika na hapa ndio kwenye ukweli na uhalisia wa mtu mwenyewe, harfi ya mwanzo ya jina lako. Sasa yatimu tahwilu alhurufi ila qiyamin adadiyya, lakini harufi sasa watu wakitaka kuzitumia huwa wanazibadili zile herufi zinakuwa namba. Kule tulikoona darasa lililopita, wanazibadili zinakuwa nini? Arqaman litaqimi mada tawafuqin au taqati sadi wa nuhasi. Hapa sasa wakishazibadili zile harufi zikawa namba, hapa sasa ndo zinasimama imara kabisa mada tawafuqi, kwa kutengeneza muwafaka. Zinazibadili kuwa namba kwa sababu gani? Kutengeneza tawafuq, ima muwafaka wa watu waliofanyaje, waliovurugana, wakagombana, wakahasmiana, wakapigana. Sasa unataka kuwafanyia muwafaka, zinabadilishwa harufi za majina yao, zinabadilika zinakuwa nini? Namba. Kwa nini inakuwa namba? Namba ndio yenye uwezo wa kuunganisha. Mimi leo nina simu, nikitaka kuwa na muwafaka na muungano na Bashiru, nitachokifanya nitabonyeza namba za Bashiru. Kweli si kweli? Katika simu yangu 071 kadha 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 kadha. Alafu kitakuja pale kitufe kimoja kinanambia okay, nabonyeza pale pap. Nikishabonyeza tu kile kitufe, basi kinachofanyika hapa yanachukuliwa, yani hii namba inachukua kama mawimbi, inatumwa katika tabaka la troposphere. Tabaka lile la troposphere linaanza kumtafuta Bashiru, yuko wapi, yuko wapi, yuko wapi. Inakuja inatuma kama mawimbi, sawa, katika simu yake. Receiver ya simu yake inapokea pap. Ikishapokea tena inamwambia kabisa kwamba, ikishapokea inamwambia alopiga ni fulani, kabla hujapokea hapo. Receiver tayari shapokea yale mawimbi na inatoa mlio au ishara inaonyesha kwamba kuna mtu anakutafuta. Sasa kwa kuwa kuna mtu anakutafuta, inahitaji wewe sasa ukubali kuunganishwa na mtu huyo ili mazungumzo yaanze. Ndio na wewe sasa unabonyeza pale pap. Ukishabonyeza sasa unaanza, halo, salamu alaikum. Na anajibu wa alaikum salam. Vipi bana? Bana mimi na wewe bana tulitilafiana jana bana, tuyamalize bana, tusameheane bana, si unajua tena sisi ni wanadamu, yaishe bana, yaishe. Yanaisha hivyo. Kwa hiyo namba ndo zinazounganisha wewe mzee. Ndio maana watu wanabadilisha kutoka katika majina kwenda katika nini? Namba. Unabadilishaje sasa? Nifate kimya kimya hiyo. Sa au taqati sadi au kadhalika, inaweza kubadilishwa ikawa taqa, energy. Jina ndio linaweza likabadilishwa likawa nini? Likatoka katika jina likaja kwenye nini? Kwenye namba. Alafu hapa kwenye namba pakatengenezwa energy. Sawa? Pakatengenezwa nini? Nishati, umeme. Kwa sababu hata wewe mzee unapoongea na mtu, unajua ile ni umeme? Unajua hivyo? Yaani wakati simu inapokuja kwako inakuja kwa njia ya hewa. Lakini ikishapokelewa pale katika simu yako, ukiweka tu ile okay, inabadilika kutoka tena kwa njia ya hewa inakuwa mifumo ya umeme. Sawa? Ndio unasikia. Bila kuwa mifumo ya umeme ungekuwa unasikia mawimbi tu, unasikia mingurumo na mivumo bila kusikia sauti. Lakini kishafika pale kwa mfumo wa umeme, unachofanya unakusanya yale mawimbi, alafu umeme unabadili kutoka kuwa mawimbi na kuyafanya kuwa sauti na maneno yanayosikika. Ndio mtu anasema na wewe unajibu, na mfano hayo. Tunakwenda sawa? Sasa yanapobadilishwa na kuwa taqa ikawa energy. Energy yenyewe ya namna gani? Sadi au nuhasi? Ni energy nzuri au mbaya yenye nuksi?
Inategemea na mtu anavyotaka. Kuna jitu linakuchukulia mkeo, unataka ulitengenezee energy mbaya lihame. Ndio kila likilala linaona jinamizi limemuinamia hivi. Kumbe ni energy tu, ni umeme tu mzee umechezewa. Linaondoka, linahama hapo, linahamia mbali kabisa huko. Mwinde kabisa huko linaenda kukaa. Linakuacha mkeo anakuwa salama huko. Tunaelewana vizuri? Wala hakuna uchawi mzee, ni mifumo ya kiumeme tu. Sawa. Asikwambie mtu kuna uchawi pale, yule ni shetani. Hamna shetani, ni umeme tu. Ungekuwa na shetani maana yake ingekuwa hata hii simu nikimpigia mzee Bashiru ingekuwa shetani ndo anasema pale. Si umeme tu ule. Wewe mzee unanielewa? Silione jitu linamendea pale nyumbani, lifukuze liondoke. Kule kwetu kuna mtu kaanzisha kanisa, anataka lihame. Na litahama. Yesu subirini. Lile kanisa wallahi alikui. Litahama tu. Kuna mtu mwana kaanzisha kanisa karibu na sisi pale. Ndio, basi anapiga dansi ya hatari mzee. Sasa sisi pale tunachofanya pale tunapeleka taka tu pale. Energy tu zinakwenda pale. Atahama akitaka asitaki yeye na kanisa lake. Tuseme la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah. Kwa ndugu zangu, inshallah majina ni vitu vikubwa mno. Kwa yoyote yule ambaye anataka tumfanyie katika ishu ya jina lake, tumetoa orodha ya watu 30. Tuna watu ni wengi mno. Wanafika mamia kadhaa, lakini wale ambao waliotekeleza utaratibu uliotakiwa ni wachache. Kwa maana wanakaribia kufika hiyo namba 30. Kwa hiyo nawe kama utataka kuwa ni mmoja katika hao, basi fursa ipo, lakini haraka sana na utekeleze kile ambacho unachoelekezwa, basi inshallah tutakufanyia na itakuwa ni sababu pia ya kupata ile kwa maana manukato yako. Tukishakufanyia utaratibu huo na manukato yako yanakwenda sambamba na jina lako, tutakuagizia popote ulipo pale duniani inshallah biidhnillah subhanahu wa ta'ala. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikumus salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mawasiliano zaidi tupigie katika nambari zifuatazo: 0748969733 au 0659869734.